Mzee anayehusika na ushauri wa masuala ya jamii kwenye Ikulu ya Rais, Mzee Karegwa aliongelea Kirundi. Wale wadadisi au wale wataalamu wa lugha za kigeni wajaribu kutafsiri maneno haya kwa lugha ya kigeni. Inaziriye inaziruvye umugore w'akadada yagize inabukwe n'umwuzukuru abagimba akabezi mu ngata y'umugongo ntagira igisokozo kumweko ntagira igicuro mu nda. Hapo sasa inaziruvye tunaona kwamba ni majina ya mtu, majina ya kijadi, mtu ambaye labda hakubatizwa kama vile ambavyo watu wanabatizwa katika makanisa mbalimbali. Tunaona kwamba umugore wa kadada ni mwanamke mkorofi au mdadisi kwa lugha ya Kiswahili. Mimi niko naleta tafsiri katika lugha ya Kiswahili. Yagize inabukwe n'umwuzukuru. Yagize maana yake ni kama kuwashika. Yafashe inabukwe n'umwuzukuru. Yagize inabukwe n'umwuzukuru ni kama vile angesema yafashe inabukwe n'umwuzukuru. Kama nitakosea yeye mwenyewe atakuja kunikosoa. Basi abagimba kabezi mu ngata y'umugongo. Abagimba kabezi ni ile shoka ndogo mu ngata y'umugongo. Ile shoka ndogo aliwachoma, si kwamba aliwapiga, aliwachoma katika uti wa mgongo. Ntagiri gisokozo kumweko, hana chanuo kwenye mkanda. Umweko n'umugozi babohesha uvutano abamama, hana chanuo kwenye mkanda, wala ntagira igicuro munda, hana dalili tumboni, au tunaweza kusema hana dalili tumboni au hana ishara tumboni. Ndo maneno hayo ambayo tunaweza tukasema. Kwa hiyo tusemeje? Inaziruvye mwanamke mkorofi alishika mama mkwe na mjukuu akawachoma shoka ndogo kwenye uti wa mgongo. Hana chanuo kwenye mkanda wake wala hana dalili tumboni. Uko niko twosigura lija jambo yavuze. Na hapo sasa kwa lugha zote, msamiati kutafsiri sio kitu rahisi kabisa. Unaweza kutafsiri msamiati alafu ukajikuta umekosea kabisa, uko nje ya madhumuni ya msemo mwenyewe.